Na baadhi ya wakimbizi nchini Kenya wanaendelea kupiga kambi chini ya daraja moja kwenye jiji la Nairobi lililoko mita chache tu kutoka shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR, wakidai kupatiwa usaidizi. Huba Abdi kutoka Nairobi alikutana na wakimbizi hao na hapa anakuja na taarifa kamili. Familia ambayo imekuwa ikiishi katika kambi ya Kakuma waliwasili jijini Nairobi katika juhudi za kupata usaidizi katika shirika la UNHCR. Wakimbizi hao waliotoroka vita nchini mwao na kupokelewa na Kenya sasa wamelazimika kuishi katika daraja hili baada ya kukosa usaidizi katika kambi ya wakimbizi. Jean Baptiste ni mmoja wa wakimbizi na kulingana naye, hii si mara ya kwanza kuishi chini ya daraja hili. Hii ni mara ya tatu. Mara ya kwanza 2016 nililala hapa miezi 5. Nikilala hapa nje. Ile miezi 5 nikakuja kutoka wakati niliona kama nilikuwa nimegojeka juu ya hii baridi ya nje. Nikatoka nikaenda nikatafuta mahali pengine nje. Nako ni nje, hakuna kwa nyumba juu, sina karatasi, siruhusiwi kufanya kazi hapa. Siuruhusiwe kitu yoyote, nilikuwa nalala nje. Masaibu ya wakimbizi yanajiri siku chache baada ya ulimwengu kuadhimisha siku ya wakimbizi duniani, na nchini Kenya wakimbizi bado wanaendelea kukabiliwa na matatizo. Jean ambaye amekuwa akitafuta hifadhi amekuwa akitembea na stakabadhi zake akiwa na matumaini ya kupata usaidizi. Hata hivyo anasema ni swala la kughadhabisha iwapo dunia itaadhimisha siku ya wakimbizi ilhali bado wanaendelea kuteseka. Na ile siku hatuijuagi, tunasikia ati kulikuwa siku ya wakimbizi, lakini hawezi celebrate ile siku kiu unalala nje namna hii. Kama mimi namaliza kwa hii mambo ya ukimbizi zaidi ya miaka 8. Sija celebrate ile siku kwa sababu maisha ni baya zaidi. Hata hivyo, serikali ya Kenya kupitia Godek Makori ambaye anasimamia masuala ya wakimbizi anasema wakimbizi hao wanatumia njia isiyofaa kueleza matatizo yao, ili hali walifaa kuwasilisha malalamishi katika kambi ya wakimbizi, na kuongeza kuwa serikali ya Kenya imelazimika kuwarudisha baadhi katika kambi ya wakimbizi japo wengine wanaendelea kurudi. Si vyema kwa wao kukuja hapa alafu wanakuwa kama destitutes. Ile refugee camp sio tumewaweka huko sababu tunataka wasitembee. Tumewaweka huko sababu hiyo ndio mahali mzuri wanaweza pata msaada. Wakianza kuenda hapa na pale, hakuna mtu atawasaidia. Baadhi ya wakimbizi wakahofia kuzungumza kwa madai kuwa huenda vyeti vyao vikatupiliwa mbali kwa kueleza hisia zao na sababu za wao kuwa katika daraja hili. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Nairobi, Kenya. Rais wa Marekani Donald Trump amerejelea msimamo wake mkali wa kibiashara wakati wa mkutano wa kampeni kusini mwa Carolina Jumatatu usiku. Baada ya kuishutumu Canada na muungano wa bara Ulaya kwa kile amekitaja kama mazoea ya kibiashara yasiyofaa, Trump amelenga China na hata kusema kwamba msaada wa China kwa Marekani kuhusu Korea Kaskazini huenda ukawa katika hatari. Maafisa nchini Myanmar wameharibu madawa ya kulevya yenye thamani ya dola milioni 180 yaliyokamatwa katika kipindi cha mwaka mmoja. Myanmar ni nchi ya pili kwa kutengeneza dawa aina ya heroin kote duniani, na tatizo la ulanguzi wa dawa za kulevya ni la muda mrefu. Na shirika la Umoja wa Mataifa linalowasaidia wakimbizi kutoka Palestina limeshindwa kupata ufadhili wa kifedha wa kutosha wakati linakabiliana na changamoto za kutekeleza mipango yake kutokana na hatua ya Rais Donald Trump kupunguza ufadhili. Kamishna wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu msaada wa watu wa Palestina, Jenerali Pierre Kranherbul, ameambia mashirika ya kutoa msaada kwamba kuna upungufu wa dola milioni 446 ambao umeathiri huduma zote ikiwemo elimu, afya na huduma za dharura. Na Tanzania itakuwa imeingia kwenye rekodi ya dunia endapo matumizi ya mnyama panya kugundua vimelea vya ugonjwa wa kifua kikuu katika makozi ya mwanadamu yatathibitishwa na Shirika la Afya Duniani. Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine nchini Tanzania
kinaendelea na utafiti huo, na hapa mwanahabari wetu Idi Uweso ametembelea chuoni hapo na anatuarifu zaidi. Hapa ni katika maabara maalum ya panyabuku hawa, na hapa kazi ya utambuzi wa sampuli za makohozi kujua yapi yenye vimelea vya kifua kikuu inaendelea. Dr. Georges Mgode ambaye ni meneja wa mradi huu unaojulikana kama Apopo anasema wameamua kuwafundisha panyabuku kuifanya kazi hii kutokana na uwezo wao mkubwa katika kutambua harufu, kazi ambayo inafanywa na panya hawa kwa wastani wa chini ya sekunde moja. Ndani ya dakika mfano 20 panya anaweza kama amepima wagonjwa mpaka 120, 140, na atafanya hii kazi mpaka anapofikisha umri wa miaka 8 kwenda 9 huku atakuwa anaanza kuzeeka sasa. Kwa concentration yake kwenye kazi inakuwa imepungua. Licha ya uhakika wa majibu ya vipimo vinapofanywa na panya hawa, ili kujiridhisha, sampuli hizi hupimwa tena kwa kutumia mashine zinazotumika sasa kote ulimwenguni za hadubini, ambayo huonesha vimelea vya ugonjwa, na ile nyingine ya Gene Expert ambayo hugundua vinasaba vya vimelea vya kifua kikuu, na mara zote vipimo hivi hutoa majibu sawa na yale ya panya. Tunapomtumia panya kupima TB kwenye wagonjwa ambao wana umri mdogo, kwa mfano watoto wa chini ya miaka 5, ukimtumia panya kwenye watoto wa umri huu unapata karibia 68% ya TB kwa kulinganisha, yani kuzidi ambayo iligundulika kwa hadubini. Hata hivyo, kwa sasa bado kipimo hiki cha panya hakitambuliki kimataifa kutokana na tafiti zinazoendelea kuthibitisha uhakika wa kipimo cha panya ili kuthibitishwa na Shirika la Afya Ulimwenguni. Baada ya kuonesha mafanikio makubwa katika kugundua vimelea vya ugonjwa wa kifua kikuu pamoja na kugundua milipuko katika maeneo mbalimbali, hivi sasa kituo hiki kinawafundisha panya hawa kutambua utoroshwaji wa nyara mbalimbali za serikali, ikiwemo wanyama aina ya kakakuona pamoja na miti aina ya mipingo. Kutoka hapa katika Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine, mimi ni Idi Uweso, Sauti ya Amerika. Na katika afya hivi leo tunazungumzia kuhusu shirika la Oxfam kuanzisha vituo katika programu ya kuosha mikono ili kuzuia baadhi ya magonjwa ya maambukizi kwenye makambi ya wakimbizi. Kujua ni vituo vipi na vinaendeshwaje, naungana na mwenzangu Hadija Riami katika studio. Na Hadija, kwanza kabisa labda nianze kwa kukuuliza, sijui Oxfam hivi sasa inaleta ujumbe gani? Oxfam sasa hivi inakuja na ujumbe ambao unasema maji ni uhai. Na wametoa ujumbe huu kwa sababu kuna kambi mpya ambayo imeanzishwa nchini Tanzania ya wakimbizi kufuatia ile ya Nyarugusu kuwa na miminiko mkubwa wa wakimbizi. Kwa hiyo wakafungua hii kambi miaka michache tu iliyopita, na wakaona kulikuwa na matatizo ambayo magonjwa yanakuwepo kama kuharisha na magonjwa mengine ambayo yanaletwa na maji machafu. Kwa hiyo wakaamua kwamba sasa waanzishe huu ujumbe wa maji ni uhai. Kwa hiyo wakawa wanaelimisha wakimbizi pale, wengi wao ni kutoka Burundi na DRC, na wakaanzisha vituo, kwa sababu zamani walikuwa naosha tu mikono kwenye magudulia, kila mtu anakuja anaosha, lakini sasa hivi wameweka sabuni na vituo maalum, kwa hiyo maji yanatoka kama kwenye bomba hivi, kwa hiyo wanaosha mikono. Hii inazuia maambukizo. Na ni kwenye kambi tu za wakimbizi ndio kuna tatizo hili au? Tatizo hili liko kila pahali. Kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani, mwaka huu wa 2018 kuna watu zaidi ya bilioni 1 ambao wanaamka asubuhi hawajui watapata wapi vyanzo vya maji safi. Kwa hiyo wanasema mamilioni ya familia hivi sasa zina matatizo, hazina maji safi. Kwa hiyo wakaamua kuanzisha kwenye kambi ya wakimbizi kwa sababu wanahisi pale ndo kuna miminiko mkubwa na hawana huduma za kutosha. Kwa sababu Oxfam ilikuwa inatoa elimu pale, ilikuwa inatoa pia huduma za afya, lakini wakaona kuna umuhimu pia wa kuwa na maji safi. Kwa hiyo ndio maana wakaanzisha hapa. Na ina mpango wa kwenda katika nchi nyingine za Tanzania? Watakwenda Uganda, kwa sababu wanasema sasa hivi Uganda nayo pia ina miminiko wa wakimbizi wengi, wanatoka Sudan Kusini na wengine wanatoka Sudan na wengine wanatoka DRC. Kwa hiyo wameamua kwamba wataanzisha na huko, ili kwa sababu wameona mafanikio zaidi yameonekana pale Nduta.
Asante sana na kushukuru sana Hadija kufika katika studio zetu hivi leo. Basi ni hayo tu mpenzi mtazamaji kutoka Washington DC. Mimi hapa naitwa Mary Mgawe. Tuonane tena kesho, lakini usiache kutembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tukutane kesho.